Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, Mungu mwenye enzi, Mungu mtawala wa mbingu na nchi, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo, na kushukuru kwa ajili ya kipindi hiki, na kushukuru kwa ajili ya uzima, na kushukuru kwa ajili ya ulinzi, na kushukuru hata kwa ajili yangu na kwa ajili ya kusanyiko hili la wana Gideon Online TV uliotukusanya asubuhi ya leo ili tuweze kusikia neno lako. Baba, nasema asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya fadhili zako. Basi Yesu, tuko mahali hapa asubuhi ya leo, naomba ushuke, ututawale, utuongoze, utufundishe, utuonye, utukaripie kupitia neno lako. Ninatiisha kila ufalme unaofitinisha neno la Mungu, kila kazi iliyo kinyume na mpango wa Mungu, na itiisha kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nasimamisha agano la damu ya Yesu litakalo tawala mahali hapa, tawale fahamu zetu na akili zetu. Yesu, tunaomba uachilie nguvu za damu ya Yesu Kristo zitawale fahamu zetu, mioyo yetu na hata nafsi zetu. Tunapokwenda kulisikia neno hili, tukalitafakari, tukaweze kulichakata, tukaweze kuliishi ili tukapate neema na utukufu wa jina lako. Ninakushukuru Mungu wangu, ninasema asante Bwana, na watu wote washangilie Mungu, waseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana kusanyiko. Mimi ninaitwa Adelaida Joseph Kiria, mhudumu katika huduma ya Mlima Moria Ministry, huduma ya maombi na maombezi chini ya mtumishi wetu Gideon. Na huduma hii iko maili 6. Karibuni sana kwa wageni na wenyeji. Basi tunasonga mbele kwa kutafakari neno la Mungu asubuhi ya leo. Tafakari yetu leo inasema utafute mlango wa uzima wa milele. Ipo milango mingi tunayoishi, ipo milango mingi tunayokaa katika familia zetu, ipo milango hata ya nyumba zetu, ipo milango ya majengo yetu, ipo milango ya makazi yetu. Lakini leo tunautafuta mlango wa ufalme wa Mungu, mlango wa kuingia katika uzima wa milele. Upo mlango hata wa mauti, wa kuingia kwenye mauti, lakini tunatafuta mlango wa kuingia kwenye uzima wa milele. Mlango ni nini? Mlango ni upenyo wa kuingia sehemu fulani. Mlango ni nafasi iliyo wazi ya kuingia mahali fulani, aidha ndani, aidha nje, aidha kwenye boma, aidha kwenye huduma, aidha kwenye taasisi. Upo mlango wa kuingilia. Lakini leo, mtu wa Mungu, ndugu mtazamaji wa Gideon Online TV, mlango tunaoutafuta leo ni mlango wa kuingia katika uzima wa milele. Mshangilie Bwana kwa sababu ametupa neema ya kumsikiliza leo. Mlango tulio nao, inawezekana mlango ni mtu, inawezekana mlango ni mlango kama mlango wa chuma, inawezekana mlango ni neno, inawezekana mlango ni katiba, inawezekana mlango ni sheria ya kuingia katika uzima, katika mlango wa uzima wa milele. Leo tuone basi katika maandiko matakatifu ya Mungu, Yesu Kristo mwenyewe kupitia mtakatifu Yohani anatuonyesha na kutufunulia kwamba mlango ni nini na mlango ni nani wa kuingia katika uzima wa milele. Na je, uzima huo wa milele uko wapi? Uzima huo wa milele unapatikanaje? Uzima wa milele ni maisha ya umilele, ni maisha ya kuishi sheria ya Mungu, ni maisha ya kuishi na Mungu, kawa karibu na Mungu. Ndio uzima wa milele huu. Tunajua kabisa kwamba maisha yetu hapa duniani ni ya muda mfupi na ni ya kupita, mtu wa Mungu. Yapo maisha mengine baada ya maisha ya hapa duniani. Yapo maisha yaliyoko mbinguni au jehanamu. Ni wewe tu uamue unaelekea wapi. Kwa hiyo haya maisha ya umilele, haya maisha ya uzima wa milele ndio tunayotafuta. Tukisema kwamba ukipata huo mlango ukaingia, hautakufa, mauti haitakugusa, kwa sababu hata ukifa katika ulimwengu huu wa nyama na damu, utakwenda kuishi milele baada ya kuingia kwenye huo mlango, ukipata neema kuingia kwenye huo mlango wa uzima wa milele. Mlango wa uzima wa milele tunashuhudiwa kwamba, au maandiko matakatifu yanatushuhudia kwamba mlango wa uzima wa milele huwezi kuingia bila kwa njia ya Yesu Kristo. Na sisi hapa duniani tuko kama kondoo. Kondoo ni mnyama mpole sana ambaye anahusika sana na utakatifu wa Mungu. Kondoo yule hawezi kujiongoza, lazima ana mchungaji. Na mchungaji huyo ndiye anayekuongoza kuingia kwenye huo mlango.
Pasipo huyo mchungaji utakwenda tu, uende kushoto, uende kulia, uende chini, uende juu, lakini hutauona mlango. Yupo mchungaji ambaye anatuongoza katika kuelekea katika huo uzima wa milele, na huyo mchungaji ni Yesu Kristo. Hapa Mtakatifu Yohani ametushuhudia ni vipi Yesu ni mlango. Na Yesu tunajua alikuwa ni Mungu, akatoka mbinguni, akaacha enzi yake, akashuka duniani, akavaa ubinadamu. Je, alikuwaje mlango wa uzima wa milele? Sasa tukitaka kupata haya majibu, mtu wa Mungu, tunakwenda kwenye tafakari yetu ya siku ya leo. Haleluya, watu wa Mungu, wana Gideon Online TV. Fungua nami kitabu cha Yohana Mtakatifu. Pia naomba utulivu wako, naomba usikivu wako, ili tuweze kutafakari na kulielewa neno hili. Tunakwenda katika mlango wa 10 wa Yohana, wa kitabu cha Yohana Mtakatifu. Tunaanza na mstari wa 7. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Basi Yesu aliwaambia tena, amin, amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Yesu mwenyewe anatufundisha kupitia Mtakatifu Yohani kwamba Yohani tunamjua alikuwa ni mtakatifu aliyefungwa kule Patmo, kisiwa cha Patmo. Alipokuwa kule Patmo, alipata neema ya kuongea na Mungu waziwazi. Alipata neema ya kuongea na Yesu Kristo waziwazi, na ndiye aliyempa haya maneno akayaandika kupitia Roho Mtakatifu. Amesema kwamba wote waliotangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Huyo aliyetangulia ambao walikuwa ni wevi ni zile sheria za mila, sheria za desturi, mafundisho tuliyopata, mafundisho yaliyokuwa mapotofu. Hatukuelewa kwamba Yesu Kristo ndiye mlango, kwa sababu hatukuliamini neno lake. Hatukumwamini hata alipokuja duniani, hata alipovaa binadamu akashuka duniani, akatenda matendo ya kibinadamu, akatushauri, akatuelekeza, akatufundisha tutafute mlango wa kondoo, maana sisi ni kondoo. Lakini hatukuelewa. Akaendelea kusema, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Akasema Yesu Kristo, akasema yeye ndiye mlango, ndiye mlango wa kondoo hao. Mtu akikubali kuingia ndani ya mlango, akibali kuwa kondoo wake, atamwelekeza kuingia ndani, na akiingia ndani atapata malisho. Akipata malisho ataokoka. Kuokoka ni kubadilika, kuacha utu wa kale, kuvaa utu mpya, kufanyika mwana wa Mungu. Basi kumbe tulipokuwa tunaishi hizo zama, hatujamjua Mungu, tulikuwa sisi bado sio wana wa Mungu, tulikuwa ni kondoo wasiokuwa na mchungaji. Lakini sasa baada ya ujio wa Yesu Kristo tumepata neema ya kupata mchungaji, tumepata neema ya kufanyika kondoo na kutii sheria za kondoo, ili atuingize katika mlango wa uzima ambao yeye ndiye mlango. Basi mtu wa Mungu, katika mlango huo wa uzima tunaingiaje? Katika kufanyika kondoo, tunafanyikaje kondoo? Kwa sababu hata kuna nalosema kwamba Yesu atakapokuja atatenga kondoo na mbuzi. Kondoo atakaa mkono wake wa kuume, mbuzi atakaa mkono wake wa kushoto. Yamkini tulikuwa sisi ni mbuzi, kwa tunatangatanga, lakini leo tumepata neema ya kulijua neno la Bwana, tumefanyika kuwa kondoo. Kondoo, je, tunataka malisho. Malisho hayo tunaye mchungaji. Leo tunaambiwa kwamba mchungaji wetu ni Yesu Kristo, ambaye anasema waliotangulia walikuwa ni wevu na wanyang'anyi, lakini yeye amekuja kama mchungaji mwema atakayetuongoza kuelekea katika uzima, mlango wa uzima wa milele. Akaendelea kusema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, na mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Haleluya, watu wa Mungu, mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana, kusanyiko la Bwana. Hapa Yesu anatuambia mimi ndimi mchungaji mwema, kwa sababu yeye yule mchungaji anayechunga kondoo kwa mshahara hana shida na kondoo wake. Kondoo hata mnyama akitokea anakimbia, anamwacha kwa sababu anategemea mshahara. Mwenye kondoo atajua. Lakini yeye alikuja duniani
Hakuja kama mwivi anayekuja kuiba na kuondoka, ambaye ni Shetani. Alikuja ili watu wakimwamini, wakikubali kuwa kondoo wake, wakikubali kwamba yeye ni mlango, basi wapate uzima wa milele, tena wawe nao tele. Haleluya, mshangilie Mungu, mtu wa Mungu. Uzima huo haupatikani mahali pengine, unapatikana katika mlango wa kondoo, wa mchungaji wa kondoo huyo, kupitia mlango wake ambaye ni Yesu Kristo, aliyejitoa kufa msalabani kwa ajili yetu, aliyejitoa kumwaga damu yake, aliyejitoa kupata mateso ili atuokoe sisi. Ndio maana akafanyika mlango na hakuna mlango mwingine. Na ndio maana hao wengine waliotangulia hawakumwaga damu yao, hawakujitoa, hawakufa kwa ajili yetu, ila walikufa kwa ajili ya dhambi zao. Lakini Yesu Kristo alikubali kufa kwa ajili ya maovu yetu, ili tuokolewe, ili tuokoke, ili tufanyike kweli ndoo wenye mchungaji mmoja ambaye ni Yesu Kristo, na anatuelekeza kwenda kwenye mlango wa uzima baada ya maisha ya hapa duniani. Na mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Humeona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Mbwa mwitu akawakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba, nami na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao inanipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako na kundi moja la mchungaji mmoja. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, kusanyiko la Gideon Online TV. Hapa Yesu anatuahidi kwamba yeye ni mchungaji mwema. Mtu haendi kwa baba yake pasipo kupita kwake. Yeye ndiye mlango wa uzima. Yeye amwaminie, yeye afuataye sheria zake, yeye amsikilizaye, yeye ampendaye. Huwezi kuwa na mchungaji wako ukaamini kwamba huyu ndiye mchungaji wangu atakayenipeleka kwenye uzima wa milele bila kumpenda. Ukitaka kuwa mwana kondoo wake na yeye awe mchungaji wako mwema, lazima umpende, umheshimu, umtii, unyenyekee, ndipo utakapopata hii neema ya kuwa kondoo wake wa kwenda katika mlango wa uzima wa milele. Tusipoutafuta huo mlango, watu wa Mungu, tutaishia kwenda jehanamu, tutaishia kwenye magonjwa, tutaishia kwenye kukosa ulinzi, tutaishia kwenye mauti, ndiko tutakakoelekea. Lakini tukitaka kuwa maana yake kondoo anatolewa asubuhi, anarudishwa jioni, analishwa malisho, anarudishwa jioni. Maana yake nini? Yesu anakulinda unapotoka asubuhi nyumbani kwako, kwa sababu umekubali kuwa kondoo wake, umekubali kuwa kondoo wa malisho yake. Na unapokubali kuwa kondoo wa malisho yake, kwa mema unayotenda, kwa kutii sheria zake, kwa kumsikiliza, kwa kumnyenyekea, kila unapokwenda anakulinda, anafuatana na wewe kama mchungaji anavyolinda kondoo wake. Wakienda kwenye korongo anawarudisha, wakienda kwenye mashamba ya watu anawarudisha, wakienda mahali sehemu kuna mbwa mwitu anawaona anawarudisha, anawafunika, anawatetea, anawapeleka, anawashauri, anawatunza, kwa sababu yeye ni mchungaji mwema na yeye sio mchungaji wa mshahara. Yeye ni mchungaji aliyejitoa kulinda kondoo wake. Sasa mwanadamu, mimi na wewe, tunafanyaje tufanyike kuwa kondoo wa malisho ya Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu? Sasa zamani hizo hatukuwa kondoo wake, tulikuwa tunawasikiliza wevi. Walitufundisha mafundisho mengi yaliyotupotosha. Walitufundisha mafundisho ya kuabudu miungu, walitufundisha mafundisho ya kutambika, mafundisho ya kwenda kwa waganga. Haya yalitutenga na uso, tukufanyika kondoo. Tulikuwa mbuzi wakati tunarukaruka tu, hatujui hata mahali pa kwenda. Lakini leo tumepata maarifa, tumepata neema ya kuachiliwa, uwepo wa Roho Mtakatifu ukatufundisha, nguvu ya Mungu wa Yesu Kristo ikatufundisha. Basi tubadilike sasa, tuwe kondoo wa malisho ya Bwana, tuwe kondoo wa malisho ya Yesu Kristo, ili tupokee ule uzima aliyosema anataka tuwe nao, tena tuwe nao tele. Tutaupokeaje sasa? Kwa kumwamini yeye, kwa kumshukuru yeye, kwa kumtukuza yeye, kwa kumshangilia, kwa kumsifu, kwa kumtukuza.
Yapo matendo mengi yanayotufanya sisi tufanyike kuwa kondoo wa malisho ya Bwana. Kuna kutangaza neno la Mungu, unafanyika kondoo wa Bwana. Kuhubiri neno la Kristo, kuangalia wajane, kuabudu, kusifu, kuzuria ibada na kutimiza sheria za ibada. Kama umeamua kuweka moyo wako uwe ibada ya Yesu Kristo, moyo wako uwe ibada, basi unatii sheria, unawahi ibadani, unafanya yale yanayokupasa. Kama ni sadaka unatoa, kama ni kufunga unafunga, sheria, kama ni kazi zilizoko kanisani unafanya, kama ni kusaidia unasaidia, kama ni sadaka yako unaiandaa, unaitoa. Unashukuru Mungu anavyokutendea. Matendo yako hata mbele za Mungu, mbele za majirani zako, mbele za watu waliokuzunguka yanakuwa mema, yanayoonyesha kwamba kweli wewe ni kondoo wa malisho ya Kristo Yesu. Na kama utakuwa ni kondoo basi wa hilo kundi la Kristo Yesu, atakulinda, atakutetea, atakufanya kuwa mwana wake. Kila unapokwenda atakufundisha. Tena amesema kwamba yeye alipaa mbinguni akatupelekea msaada ambao ni Roho Mtakatifu. Basi kama umefanyika kondoo, umekuwa kondoo wake wa malisho yake, atakutumia Roho Mtakatifu, atakuongoza, atakufundisha, atakupeleka kunako nafasi na kunako staili ya kwenda kumuona yeye. Tena basi sisi tumepata neema ya kufika mahali hapa, tukapata kulijua neno la Bwana. Wapo ambao hawajalisikia, wapo ambao hawajalijua, wapo ambao hawamjui Yesu Kristo, wapo ambao hawajui hata kama kuna Mungu, wapo ambao sehemu walizo hata ni gizani, tuseme ni gizani, wapo waliofungwa magereza ya shetani, wapo wanaofanya mambo ambayo hayampendezi Mungu kabisa. Lakini Yesu hapa ameahidi kwamba wapo kondoo ambao sio wazizi lake, na hao pia anapaswa kuwaokoa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usije ukakata tamaa ukasema kwamba mimi sikumjua Mungu tangu zamani, nikienda kwake leo kufanyika kondoo wake hata nikubali. Hapana, ametuahidi hapa, amesema wapo kondoo ambao sio wazizi lake. Sijui ni wewe, sijui ni mimi, sijui. Lakini kama tupo basi si kondoo ambao sio wazizi lake. Je, tunataka kuwa kondoo wake? Na kama tunataka kuwa kondoo wake, hatujachelewa, tuanze leo. Leo badilishe maisha yako, badilishe tabia zako, badilishe sheria zako. Uache hila mtu wa Mungu, uache hujuma mtu wa Mungu, uache laana mtu wa Mungu, uache kudhulumu, uishi neno la Mungu. Maana hata kuishi neno la Mungu akufuatilia, kufundishwa na dini, ni matendo yako ndani ya moyo wako. Na Mungu haangalii wewe ulikuja kwangu ukiwa na dhehebu gani, au ukiwa na maabudu nani, au ukiwa unamtukuza nani. Mungu anaangalia matendo yako ya kumkiri yeye. Na anapoangalia matendo yako kumkiri yeye, ndipo anakufanya wewe ni kondoo wa malisho yake. Akifanya kondoo wa malisho yake, anakutunza, anakulisha, anakulinda, anajua maisha yako, anajua kesho yako, anajua watoto wako, anajua mume wako, anamjua mke wako, anaijua kazi yako, anaitengenezaje yeye anajua. Basi mtu wa Mungu, ili tuweze kutimiza sheria ya Bwana, tunatakiwa tufanye yale yanayompendeza Bwana, ili tufanyike kondoo wa malisho yake. Basi Mtakatifu Yohana anaendelea kutueleza, tukiendelea kuangalia maandiko matakatifu, tuangalie Yohani hiyo 14 mstari wa 6. Yesu anatuahidi nini? Je, anatuelekeza tuelekee wapi? Na je, matendo yetu yanaelekea? Tukiangalia Yohani 14 mstari wa 6 unasema hivi. Nani nasoma kwa msaada wa Bwana. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalinijua na Baba. Tangu sasa mnajua, tena mmemwona. Hapa Yesu anazidi kutuahidi kwamba yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Hakuna njia nyingine, mtu wa Mungu. Hakuna shortcut. Hakuna diverting utakayopita uende ukauone uzima wa milele pasipo kupitia kwa Yesu, pasipo kupita kwa sheria za Yesu, pasipo kwenda kufanyika kondoo. Yesu akakulinda, Yesu akakuongoza, ndiye atakaye kuingiza kwenye huo mlango. Hakuna mwingine anayeweza kusimama kwenye huo mlango. Tunajidanganya tunapoabudu miungu, tunapofukiza miungu, tunapokwenda kwa miungu Baali, tunapoabudu wanadamu, tunapoabudu viongozi, tunapoabudu hata kazi zetu. Haitakupeleka kwenye ufalme wa milele, kwenye mbingu. Haitakupeleka kwa Yesu Kristo. Hautaona huo uzima wa milele, mtu wa Mungu. Na heri hapa duniani ukaishi maisha yako ya ajabu, hata maisha yako ya mateso na hata maisha yako ya dhiki, lakini baadaye ukauona uzima wa milele ambao hauishi.
Maana unaambia jehanamu tangu unapoingia ni moto mpaka mwisho wa dunia, ambayo Mungu ndiye anayejua, sisi hatujui. Utaungua tu, utateseka tu, utaishi kwenye shimo tu, utaishi gizani tu, utaona nuru. Si bora ukateseka hapa duniani kwa shida au kwa dhiki, baadaye ukamwona Kristo Yesu. Anasema yeye ndiye njia na hakuna njia nyingine ya kwenda kwake. Basi tuamue leo, watu wa Mungu, wana Gideon Online TV, tuamue leo kuwa kondoo wa Yesu Kristo. Tuamue leo kuwa kondoo wa malisho ya Yesu Kristo. Tuamue leo kufuata njia zake. Tuamue leo, kwa sababu yeye ndio njia, tuitafute njia hiyo ya kweli na uzima, ili tuelekee kwake. Watu wa Mungu, mshangilie Bwana, piga makofi na vigelegele kumshangilia Yesu. Basi mtu wa Mungu, tukiendelea na tafakari yetu, tumeona maneno ya uzima ambayo anatuambia Yesu, na ametudhihirishia wazi leo kwamba tumejifunza kwamba, na ametuambia yeye hakuna njia nyingine ya kwenda kwa Baba. Hakuna njia nyingine isipokuwa kuingia kwenye huo mlango. Ni yeye ndiye mlango huo, yeye ndiye anayekupeleka. Kwa hiyo leo tugeuze tabia zetu na njia zetu. Tuone tena katika kitabu cha Yohana hiyo 10:27 na 28. Maandiko ya Bwana yanatuambia nini? Au Yesu Kristo anatuonya nini? Au anatuelekeza nini? Nasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema hivi: kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Tunasikia tena lingine analosisitiza Yesu hapa. Kondoo wake, ukishafanyika kondoo wake, unaijua sauti yake, na yeye anakujua sauti yako. Wewe utamjua na yeye atakujua. Ndio maana nikatangulia kusema kwamba unapomkubali Yesu Kristo, atakupa, ukishakubali kuwa kondoo wake, anakupa msaada aliyotuachilia duniani. Akasema, ninaondoka lakini sitawaacha yatima, nitawaachia Roho Mtakatifu ambaye atadumu na nyinyi milele. Basi ukishakubali kuwa kondoo wa malisho yake, anakutumia Roho Mtakatifu sasa, ambaye ndiye atakayeongoza, ndiye atakayekulinda, ndiye atakayekuonya, ndiye atakayekukaripia, hata upate huo uzima wa milele na uweze kuingia kwenye huo mlango wa uzima wa milele, ambao mlango huo ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa maana hiyo basi, utakapoishi maisha yako hapa duniani, siku ya mwisho ya kuelekea unakotaka, unakochaguliwa kuelekea, utamkuta Yesu Kristo amesimama mlangoni, na ratiba yako itasomwa, hukumu yako itasomwa, matendo yako yatasomwa, kwa sababu yeye ndiye mlinda mlango, kwa sababu yeye ndiye mlango. Pasipo yeye kukuruhusu ingia, huwezi kuingia, mtu wa Mungu. Utabaki tu ukizunguka pale, na mwisho atasema sikujui, kwa sababu wewe ulikuwa sio kondoo wa malisho yangu. Sikukuona, hukusikia sauti yangu kaitika. Sikukuona, hukunisikia mimi, hukuniona mimi. Hasa leo umekujaje kwangu? Kwa hiyo hilo litutafakarishe kwamba uzima wa milele ni uzima ujao kutoka katika maisha ya dunia. Je, ukitafakari wewe, matendo yako yanakuruhusu kwenda? Mimi nikitafakari, matendo yangu yananiruhusu kufanyika kondoo? Matendo yangu yananiruhusu kusimama mlangoni mwa kondoo, ambaye mlangoni mwa uzima, ambaye mlinda mlango ni Yesu Kristo? Amesema yeye ndiye mchungaji mwema, na kondoo wake waijua sauti yake, na yeye anawajua. Unaweza kuona hata maisha ya kawaida tu katika nyumbani kwetu huku, kondoo wako unaowafuga, ukitokeza tu wanakufuata. Ukisimama wanatoka kwenye ile kundi walionao wanakufuata wewe. Ukifungua mlango ukiwatangulia, wewe unatangulia, wao wanakufuata nyuma. Hasa na sisi tuwe hivyo, tufuate sheria za Mungu, tufuate mapendekezo ya Mungu, tufuate anavyotufundisha, anavyotuahidi, anavyotuonya. Tuache tamaa za dunia hii. Mali unaikusanya sana, inakuwa nyingi sana, lakini mtu wa Mungu haikufungulii mlango wa uzima. Mali hiyo unayong'ang'ania, pesa hizo unazozing'ang'ania, uzima huo wa wanadamu unaong'ang'ania, haukupeleki. Siku ya mwisho utakwenda peke yako. Hakuna mtu anaambia wewe ndiye aliyesababisha wewe ukakaa hapo, kwa hiyo nenda. Hakuna. Wewe unahukumiwa peke yako. Anasema mimi sikujui. Akishasema huyo mlinda mlango, ambaye ni mlango, ambaye ni Yesu Kristo, akisema sikujui, sikukujua, wewe unaondoka kuelekea zako kwenye moto kule jehanamu. Basi kwa kuwa tumepata neema ya kumjua sisi mapema sana, maana hata mpaka sasa hivi, uwe mzee uwe kijana, hujachelewa kufanyika kondoo wa Yesu Kristo ili urithi uzima wa milele.
Na kila mtu anatamani maisha hayo ya umilele huko mbinguni, kwa sababu kuna raha. Unakwenda kukaa na wale wazee 24 wanaotupa taji zao, wanainama na kuinuka wakimsifu na kumwabudu Mungu. Si sawa na watu ambao wale tutakao au watakao kwenda kule kwenye moto wa milele. Sasa basi, kama tunapata nafasi ya kutengeneza maisha yetu, kwani kuna gharama gani mtu wa Mungu kupata uzima wa milele? Gharama ni kumtii Yesu, ni kumnyenyekea. Gharama ni kuishi maisha ya kumpenda. Gharama ni kuishi maisha ya kumtukuza yeye na kutambua kwamba yupo na yeye ndiye mchungaji mwema. Ujua anakungoja siku zote. Kama amesema hata walio ambao sio wazizi hili nitawapatia uzima wa milele ikiwa watanijua. Kwa nini wewe unashindwa kumjua mtu wa Mungu? Leo tuamue katika nafsi zetu, katika mtu kwamba upo mlango mmoja, na mlango huo ni Yesu Kristo. Aliacha enzi mbinguni, akashuka duniani, akateswa, akamwaga damu, akafa kwa ajili yetu, ili tu tufanyike kondoo wake, ili tu atukomboe, ili tu atuokoe. Na anasema ukiingia pale, ukimtii yeye, ukienda kwenye huo mlango unaokoka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninakukaribisha kuanzia sasa ubadilishe uelewa wako, maana tumepata ufahamu. Neno la Mungu ni ufahamu na maarifa. Tumepata ufahamu na maarifa ya kumjua mchungaji wetu mwema, ili atuongoze na kutufundisha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninakukaribisha neno hili lisitoke bure katika fahamu zako, ulifanyie kazi na kuliishi, maana litakupa faida ya kufanyika kondoo wa malisho ya Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, ndugu mtazamaji wa Gideon Online TV, naomba usimame tuhitimishe mada yetu sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, nina kila sababu ya kukushukuru kwa ajili ya kutupa neema hii Baba, kwa ajili ya mafundisho haya Mungu, maana ni wewe umependa kusema na sisi, ni wewe umependa kutuongoza, ni wewe umependa kutupa neema hii Bwana. Tunakushukuru Baba, tunakusihi Mungu, neno hili Mungu likatuvushe, neno hili likatufanye kukutafuta wewe, maarifa na hekima hii tuliyoipata tukapate kutumia, maana ni ya kiungu Baba. Sisi wanadamu hatuwezi kujisaidia pasipo wewe. Tunaomba utusaidie wewe, ili utuongoze, ili utufundishe, tukaurithi huo uzima wa milele ujao. Haleluya, mtu wa Mungu, kila mwenye pumzi aseme amen.